Siku ya Jumapili tarehe mosi Mechi mwaka 2026, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wasaidizi wake wazalendo wameukomboa mji wa Mikenge upatikanao Itombwe tarafani Mwenga baada ya mapigano makali kati yao na wahasi wa M23. Kulingana na msemaji wa operesheni za kivita Sokola ya pili kusini mwa Kivu ya Kusini, Luteni Mbuyirigen, ni kwamba M23 mara kwa mara ilikeuka mikataba ya amani kwa kuvamia ngome za FARDC. Kutokana na machokozi hayo, FARDC ilizidisha nguvu zao za ukombozi, amesema Mbuyirigen. Pacific Kararuka ni mratibu wa shirika jipya la kirahia katika milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga. Ametuambia kwamba wananchi wa Mikenge, Bukunji, Kipupu na kwengineko wamefurahia kukombolewa kwa mji wa Mikenge. Pacific wasemaje? Hapa kote kabisa kuna shambra ya raia, wamefurahia sana ujio wa serikali ya DRC FARDC pamoja na wazalendo wa kiongozwa na Kakobanya pia na ya Kutumba William. Kwa kweli kabisa hapa furaha ni kubwa sana, hata kabisa waraia wote ambao walikuwa wanakimbia wote wanaanza rejea. Tungelitaji kwa sababu kwa wale wote ambao walikuwa walikimbilia mbali, kwa sababu kulikuwa kungali raia kidogo wa Nyamulenge na wengine wanapashwa rudia kwenye makao yao hapa Mikenge ili wabakie na wengine. Itasaidia sana, itasaidia kabisa kwa sababu naona kabisa hali inaanza rejea gisi ilivyo kwa zamani sana. Upande wao Sosiko RDC waomba Umoja wa Mataifa kutokuegamia upande wowote, wakitaja kwamba vikosi vya Twirwaneho, Red Tabara na M23 wamevamia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC bila kuheshimu mikataba. Kulingana na hilo, mratibu wa Sosiko RDC Bwana Jean Kelvin, mtaalamu wa masuala ya kivita na mtafiti, anazungumza nasi. Na wazalendo watoke kuwaza mabitu ya maseselefe, tunawainterpele wazidishe tu moto mingi. FARDC tunaiambia irenforce toujours moto kwa juu, kuangalia isi adui anaweza kuwa neutralize, kwani muda kwa muda adui kwa na atake, adui kwa naenda anafanya recruitment Muramvya, Bijombo, Mugeti, Kajembwe, Gongwa, Muramvya, hata mteritoire ya Uvira kule kote mplende la Ruzizi, hata leo kuvilima ambao vinao inukia site ya Sange, adui ameenda tena kuatake. Ni kusema tu kama tuna alerte toujours opinion nationale que internationale par rapport à ma multiple cas ya violation ya cessez-le-feu ambao warugaruga Twirwaneho, Android, Red Tabara, M23 ya AFC inaendelea toujours kumultiplier mashariki mwa kidemokrasia ya Kongo, hususan matarafa za Uvira, Fizi, Mwenga. Lakini wazalendo wao wasemaje? Emable na Bulizi ni mmoja kati ya wasemaji wao, anazungumza nasi. Sisi tunapenda kuondoa kungola adui na mizizi yote. Tujirasiria kwamba adui yote ametoka milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga. Kama alitoka Rwanda tutamurudisha kwa Rwanda, kama alitoka Uganda tarudia Uganda, kule kwenye ametoka na ndoko tutamurudisha. Basi danganye eti kama tunadhibiti kijiji cha Mikenge eti tutabakilia hapo, eti viti maisha, eti hatutawafuata tena. Hapana, tutawafuatilia mpaka tuwarudishe kwenye walitoka. Wazalendo hatuko mubile vya cessez-le-feu, sababu kwenye biko naenda ile makoro zao za cessez-le-feu wazalendo hatukuwake. Hakuna mzalendo mwenye shafika Washington DC, hakuna mzalendo mwenye shafika Doha wala Qatar, hakuna mzalendo mwenye shafika Angola kufanya ile cessez-le-feu. Voilà pourquoi sisi hatuwezi ona kwenye, hata kama biko cessez-le-feu, hatuwezi ona kwenye adui iko na avance kukamata vijiji na vijiji vya nchi yetu na sisi tufunge mikono ile kabisa. Ili tubidi sisi tusimame imara ili tumfungie njia na tumupige, tumurudishe kwenye alitoka. Kasikuza Prince ni mkuu kiongozi wa kundi la wazalendo wa Kamanda Kakobanya. Yeye tumemuuliza imekuwaje kuhusu malalamiko ya M23, kama alivyosema Kone Nanga kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Imaya Kinshasa inaendelea kukiuka mikataba na kuvamia ngome zao. Huyu anazungumza. Na mara mingi adui njo anakuaga na anaanza kutuvamia. Serikali yetu ya Kongo inakubali mambo ya cessez-le-feu, lakini wao njo wanakuaga wa kwanza kuharibu hiyo cessez-le-feu.
Ina maana wao njo waliharibu mambo ya seselefe, na adui anapashwa kupigwa tu, aende kwabo njo seselefe ya mzuri. Wakati huo huo, mapigano makali yaripotiwa katika kijiji cha Kitabo. Kijiji hicho kinapatikana katika almashauri ya Runingu, imaya ya usultani wa Bafuliru, kwenye milima inayoinukia Runingu na Sange bondeni mwa mto Ruzizi katika tarafa la Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DR Congo, wakiongozwa na mtaalamu wa kivita Kamanda Delfe Kalembe Ngoma Nzito wa kikosi maalum cha kivita cha VDP Wazalendo kinachoitwa Unité Special inayoongozwa na William Amuri ya Kutumba. Kuruninga Venas Isaac ni mmoja wao, anazungumza nasi kuhusu mapigano hayo. Sisi hatuwafati, tuko tunaenda tunatia mapozisio zetu kwenye tunastahili, kwenye kuko vide na tuko tunatia mapozisio. Sisi hatuko tunawafata kwenye wako, ila leo njoo wenye kuna tufata kwenye tunatia mapozisio za kwetu. Ndugu mtangazaji, kwetu sisi unajua sisi kwa tunaheshimisha mikataba kwa kuona jinsi wenzetu wanaendelea kuja kutuvamia kwenye kambi zetu, na njoo maana vita iko inaendelea, hawako wanaheshimia mikataba ambayo yenyewe rais anaenda anafanya na viongozi wao. Tufahamishe kuwa wakati huo AFC M23 inalahumu serikali ya Kinshasa kuwashambulia.